Na baadhi ya wadau katika sekta ya matatu sasa wanaelekeza lawama kwa maafisa wa polisi wa trafiki kwa kushindwa kutekeleza sheria dhidi ya madereva watundu wa matatu. Na kama anavyoripoti Emilia Kesienya, lawama hizo zimefuatia hatua ya mamlaka ya kitaifa ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA kuwataka viongozi wa matatu iliyosababisha ajali kujitokeza wakati uchunguzi ukianza. Ajali ya hivi karibuni iliyohusisha gari la usafiri wa umma maarufu kama Nganya na linalojulikana kama DTAT na lililosababisha vifo vya abiria wanne imeendelea kuzua mjadala mkubwa miongoni mwa Wakenya. Tukitaka tu kujua yanayojiri barabarani kufuatia ajali ya hapo juzi, shughuli ya magari haya ilikuwa kama kawaida. Mziki wa juu, maonyesho ya mtindo wa gari hili, ishara tosha yaliyojiri hapo juzi hayawashtui. Abiria nao wakiwa ange wafike wanakokwenda. Kwa baadhi ya Wakenya, ingawa utamaduni hii umejijengea utambulisho wake hasa miongoni mwa vijana, kuna haja ya kubadilisha namna magari haya yanavyoendeshwa. Unajua hizi Nganya most of the time our driver wana overspeed, unaona? Maybe anataka aondoke jam, aende arudi apate do. Hata mimi nishaibondwa na Nganya, but according niko kwa barabara huko mwisho Nganya imetoka huko imekuja hadi pale niko imenipona juu ya driver. Wengine wanaamini kuwa utamaduni wa michoro ya graffiti pamoja na mbwembwe maarufu kama za manyoka huja kwa gharama kubwa. Nimepanda moja leo kutoka Thika. Wala nimependa. Ndio nilikuwa nimesimama. Bali ilikuwa fiti jo. Jiani venye ngoma tu inadunda. Hata hivyo, hatari zinazohusiana na matukio haya hazionekani kuwakatisha tamaa. Unajua kama umependa kitu lazima pia ukue proud na hiyo jambo. Sasa kama uko kwa hiyo gari, lazima ukue na imani, lazima mtafika. Sasa in case jambo litendeke, ni sawa, unakubali vile imekuwa. Wakati huo mamlaka ya kitaifa ya usafiri na usalama barabarani NTSA imewataka maafisa wa sako ya Reason ambayo gari lake la abiria maarufu kama DTAT lilihusika katika ajali hiyo, huku uchunguzi ukiendelea. Wazazi na jamaa za familia waliopoteza waja wao nao wakililia haki. Haya yakijiri, wadau wa sekta ya matatu nao wameilaumu NTSA kwa kushindwa kuchukua hatua dhidi ya madereva wanaokiuka sheria. It's not the investor who is doing those blunders, are the drivers. We need to transfer this to a person who commits an offense to take responsibility. Hivi karibuni mahakama kuu iliidhinisha agizo la NTSA linalotaka magari ya huduma za umma kuondoa michoro ya graffiti, mapambo ya kisanii na vioo vyenye tinti, ikisema kuwa hatua hiyo ni ya kibaguzi. Viwango vya usalama wa magari aina hii ya Nganya vinazidi kupimishiwa mizani humu nchini. Ila hofu zaidi kwa sasa ni lipi litazingatiwa: kupigwa jeki kwa sanaa au usalama wa abiria? Emilia Kesienya, runinga ya KTN, kaunti ya Nairobi. Na tusonge mbele mtazamaji. Rais William Ruto ametangaza mabadiliko katika